Mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni Januari 1 mwaka wa 2026, siku ya Alhamis. Mada inasema makanisa ya Filipi na Kolosai. Soma wa Filipi sura ile ya kwanza, aya ya kwanza hadi ya 3, na wa Kolosai sura ya kwanza, aya ya kwanza na ya pili. Makanisa ya Filipi na Kolosai yanaelezewaje? Na maelezo hayo yana umuhimu gani? Salamu ya kawaida ya Paulo katika nyaraka zake inawaita Wakristo katika sehemu hizo watakatifu, yaani kwa njia ya ubatizo wametengwa kama watu wa pekee wa Mungu, kama vile watu wa Israeli kwa njia ya desturi ya tohara. Kutoka sura ile ya 19 ya 5 na ya 6. Linganisha na Petro wa kwanza sura ile ya 2 ya 9 na ya 10. Walikuwa wametengwa kuwa taifa takatifu. Hili halihusiani kabisa na desturi ya kanisa la Kirumi ya kuwatangaza watu kama watakatifu. Pia cha kupendeza ni ufanani kati ya salamu za nyaraka hizi mbili. Paulo anarejelea waangalizi na mashemasi wa Filipi sura ile ya kwanza huko Filipi, na ndugu waaminifu katika Kristo katika Wakolosai sura ile ya kwanza ya pili huko Kolosai. Wakati Agano Jipya linapozungumzia ndugu waaminifu wana huduma maalum katika kanisa, tazama Waefeso 6:21, Wakolosai 4:7 na Petro wa kwanza 5:12. Kwa hivyo inaonekana Paulo anazungumza sio tu na washiriki wa kanisa bali pia viongozi wa kanisa katika miji hii, kurejelea ofisi ambazo zinaelezewa zaidi hasa mahali pengine. Kwa mfano, katika Timotheo wa kwanza sura ile ya 3 ya kwanza hadi 12, Tito 1 aya 5 hadi ya 9, kunashuhudia kuwepo na umuhimu wa muundo tangu kipindi cha awali kabisa cha kanisa. Kuwafunza watendakazi wenza kama Timotheo na Epafra na kufanya maandalizi kwa ajili ya uongozi wa makanisa mahalia vilikuwa kipaumbele kwa Paulo na vilipanua mikutano yake ya uinjilisti. Kwa maneno mengine, kulikuwa na mbinu za kimkakati ya kuwafikia jamii kwa Injili na kuwafanya wadumu katika imani. Waasisi wetu wa Adventista walifuata mtindo wa Agano Jipya wa muundo wa kanisa kama makala nyingi za Review and Herald za miaka 1850 zinavyoonesha. Kwa kweli, James White alisema, utaratibu wa kiungu wa Agano Jipya unatosha kuweka muundo wa kanisa la Kristo. Ikiwa mengi zaidi yalihitajika, yangetolewa kwa njia ya uvuvio. Gospel Order, The Advent Review and the Sabbath Herald, Disemba 6, 1853, ukurasa wa 173. Muda mrefu kabla ya Paulo kuyaandikia makanisa haya, mitume walikuwa tayari wameanza kusimika maofisa kwa ajili ya kanisa la Yerusalemu. Tazama Matendo 6 ya kwanza hadi ya 6, Matendo 11 ya 30, ambayo ungetumika kama kielelezo kwa muundo wa makanisa mengine kwenye maeneo mengine. Wajumbe wa ukweli wangepata waongofu wa Injili. Ellen G. White, Matendo ya Mitume sehemu ya kwanza, ukurasa wa 76. Inajulikana sana kwamba Paulo alitumia waandishi wasaidizi nyakati fulani katika kuandika nyaraka zake. Timotheo pia anatajwa kama mtumaji mwenza mahali pengine. Tazama kwa mfano Wakorintho wa pili sura ile ya kwanza na Filemoni 1. Ukweli kwamba Paulo anaendelea kutumia mimi badala ya sisi unaonesha kwamba nyaraka hizi zina mamlaka yake pia. Hii ni Januari 1, siku ya Alhamis. Makanisa ya Filipi na Kolosai. Huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo idumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.